au walienda sehemu ambayo sio rasmi, lakini narudi pale pale. Kwa kilichotokea jana, sakata lao lile la jana, binafsi siko upande wake hata kidogo. Nimekuwa nikimtetea Mangungu kila siku, lakini kwa hili Murtaza Mangungu amekurupuka. Kwa sababu hata ukisoma katiba ya Simba inasemaje? Mwenyekiti wa Simba hana mamlaka ya kufanya uamuzi wowote, ila anapendekezwa na ana nafasi ya kuishauri bodi katika wazo ambalo yuko naye mwenyewe. Kipengele ukitoka hicho, kuna kipengele pia nimekisoma jana usiku. Hicho kipengele kinasema mwenyekiti wa Simba atapewa nafasi ya kuishauri bodi, kisha bodi itapendekeza hayo majina na kuita mkutano mkuu. Alichokifanya Mangungu jana, hajashirikisha bodi. Kwa hiyo wamekosea. Na ukienda mbali zaidi kwenye katiba hiyo hiyo ya Simba ya mwisho baada ya kuifanyia referendum, inasema ajenda zote za mkutano mkuu wa kawaida au ajenda zote za mkutano mkuu wa dharura zinathibitishwa na bodi ya wakurugenzi. Hii ni katiba yao, ndio inasema hivyo. Sasa je, ile ajenda ya kuita mkutano wa dharura wa jana imethibitishwa na bodi ya wakurugenzi? Haijathibitishwa. Na ukienda mbali zaidi, tulia nikufafanulie, na ukienda subsection nyingine katiba hiyo hiyo ya Simba iliyofanywa mabadiliko ya mwisho, inasema mkutano wa dharura ambao utaitishwa na wanachama kulingana na wao vigezo vya wanachama, idadi yao iliyotajwa kikatiba, ajenda zao za mkutano mkuu zinatakiwa zipite kwanza kwenye bodi ya wakurugenzi kabla ya kuitisha mkutano mkuu. Vyote hivi vimezingatiwa. Nimewatajia vipengele karibu 4 vya kwenye katiba ya Simba ya kwao wenyewe ambavyo hajavizingatia. Sasa nasimama vipi upande wake? Kwa sababu mwisho wa siku nikishindwa kutolea mtazamo wangu kwenye hili, kuna siku ile katiba ya Young Africans watu wataiviolate, alafu nitashindwa kutetea. Lakini according to yeye leo amesema kwamba bodi haipo, ila ni busara wanaishirikisha bodi, cha kwanza. Lakini pia yeye ni kama mwenyekiti mwenye ana haki, kwa sababu wanachama wana 51%. Kwa hiyo aliandika barua kwenda kwa Magoli, lakini pia alishirikiana na Mo mwenyewe kwenye kufanya teuzi ya baadhi ya bodi ya watendaji wa wadhamini. Hauwezi ukaniambia eti kwa mfano sisi kwetu jana mkutano wetu ulikuwa very fantastic. Unajua kwa sababu gani? Wakati anatangazwa replacement ya mjumbe mmoja wa bodi ya wadhamini, anatoka Mheshimiwa Waziri Mkuu, anaingia nani? Mheshimiwa Ridhiwani. Usitake kuniambia Ridhiwani alikuwa hana hiyo taarifa. Halikuwepo, anayo, na baadaye akaja kwenye mkutano baada ya kumaliza majukumu yake alipokuwepo. Sasa Murtaza anatuambia kwamba alishauriana na Mohamed, si ndio? Sasa kamati ya uteuzi baada ya kushirikiana katika majina walioyapitisha, tuliliona jina la Amos Makala ndani ya masaa mawili. Huyu Amos Makala ambaye aliidhinishwa na yeye na Mohamed ametoka, amekuja kukanusha, amesema katiba haiko hivyo. Sasa wenyewe muone kuna ulaki, kwa sababu kama walikaa wakashirikisha lazima waliwapigia simu kina Trai, waliwapigia simu kina Makala. Sasa leo hii Makala anaona uteuzi kwenye mitandao ya kijamii na anaona kabisa katiba haijazingatiwa. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi huyu mzee namtetea kila siku, lakini kwa leo hachomoki. Mimi leo sina yengo ya kumtetea. Nikimtetea nitakuwa natenda dhambi. Anaweza akawa yuko sawa na kila kitu anachokifanya yuko sawa, kwa sababu ukimsikiliza naye ana logic. Nimesikiliza mahojiano yake leo kwenye chombo kimoja cha habari, amenyooka, lakini katiba inataka hivyo. Ndugu zangu, kama hatuheshimu katiba, hauwezi kuheshimu mamlaka. Na kingine, taarifa yao kwa umma jana imenishangaza pia. Naambiwa kikao cha bodi ni leo. Taarifa imetoka jana ya nani? Ni taarifa ya bodi iliyoandikwa na Magori au ni mtazamo wa Magori umepostiwa ule? Yaani nashindwa kuelewa ni nini. Magori akitoa taarifa maana yake ni bodi imetoa taarifa. Na Mangungu akitoa taarifa ni nani ametoa taarifa? Simba Sports upande wa wanachama. Kwa nini sasa yako bodi mwisho wa siku katiba yao imewaloga wenyewe? Kikubwa waheshimu katiba yao. Kama wanaona ina makosa waitishe mkutano, lakini kusema eti mimi nisimame upande wa Mangungu peke yake sio kweli. Nisimame upande wa Try Again peke yake sio kweli. Binafsi yangu kwa jana namuona mzee Mangungu ameshindwa kuiheshimu katiba ya timu yake.
ana power, yeye ndo anaisa 51%. Kwa nini? Yani kwa nini kwenye Isa? Kwa nini wewe unaisa? Kwa nini wewe unaisa 51%? Alafu kila kitu kwenye timu kinaendeshwa na watu wenye Isa 49. Yeye mwenyewe anapaswa kujitafakari, kujua wapi anakosea, wapi anapatia. Kama yuko sawa ni yeye, lakini katiba ya Simba kwa vipengele nilivyowatajia, kipengele cha kwanza hicho, mwenyekiti wa Simba hana mamlaka ya kufanya maamuzi yoyote bila kuishirikisha bodi ya wakurugenzi. Kipengele cha pili, mwenyekiti wa Simba ana nafasi ya kuishauri bodi ya wakurugenzi ya Simba kwenye jambo lolote, kisha bodi ndio itaita mkutano mkuu. Cha tatu, ajenda zote za mkutano mkuu wa kawaida na mkutano wa dharura, kwa kuzingatia katiba inasema nini kuelekea kwenye mkutano wa dharura, mamlaka yote ya kuitisha mikutano hiyo ipo under bodi. Kipengele cha mwisho cha 4 kinasema baada ya huo mkutano wa dharura kuitishwa na wanachama ambao wana idadi yao katiba imewazungumzia, ajenda zote za mkutano huo wa kwao wa dharura zinapaswa zipite kwenye bodi kabla ya kuja kwenye mkutano huo wa dharura au mkutano mkuu. Kwa vipengele hivi na siwezi kumtetea Mangungu. Mimi nataka nimalizane na wewe kitu kimoja. Mangungu mwenyewe ametiririsha na kusema kwamba leo wao wanajua kabisa, lakini kikao cha nini? Cha bodi. Kwa hiyo Mangungu naye yupo kwenye bodi. Lakini yeye hawajapewa taarifa ya kwenda kwenye bodi kwenye kikao cha bodi. Sasa uone kama kuna lugha gongana. Na ukimsikiza Mangungu huyo anakuambia ni hekima zimetumika kuwaacha ile bodi. Sasa kama ni hekima, inakuwaje leo hii sehemu ulipotumia hekima usipate mwaliko wa wewe kualika? Kwa sababu mwisho wa siku Simba si ya kwake. Yeye ndo mkubwa Simba na Isa 51%. Inakuwaje wewe wenye 51 unasubiri kualikwa? Bala wewe ndo ualike watu. Kuna shida hapo, si unanielewa? Ukimpiga engo hii atakwambia wamewaacha kibusara. Ukienda engo hii anategemea tena apewe mwaliko kutoka kwenye hiyo bodi ambao wametumia busara. Kwa hiyo mambo yako mseto. Ila sisi tunataka tuwaone wanaendelea kuvurugana hivi hivi. Ubingwa wa 6 na uona mweupe. Ngao ya jamii si wafichi. Kwa hali ilivyo, ngao ya jamii wamepona sana 4. Kwa hali ilivyo, kwa sababu mpaka sasa hizi naambiwa hawajafanya booking kule Rwanda ya kurudi Tanzania. Tajiri nasikia, tajiri kagoma. Sio achana na mechi za kirafiki baba, michongo. Tajiri kagoma. Tajiri kawaambia bila kuweka mambo sawa. Sio kimbinyiko, tajiri kawaambia wachague. Waendane naye, warudi na ndege au mkawatafute boda ya Rusumo. Kwa hiyo watachagua wenyewe. Wao mheshimu tajiri, warudi na chuma mpaka Julius Nyerere International Airport, au waandishi mkawapokee boda ya Rusumo. Na sisi ndo tunapenda. Yaani just assume Yanga tunafanya kikao chetu, mkutano wetu mkuu tena wa uchaguzi. Majirani wanaibuka na maheka yao. Huyu Mangungu si kaposti hichi, Magori kaposti hichi. Yaani ubingwa wa mwaka huu ni mwepesi sana. TFF wasiingilie chochote. Ubingwa wa mwaka huu ni mwepesi sana. Shalulile leo Jumatatu. Nakuja kama Albert Shalulile. Jana jioni tumempata Muktaza Shalulile. Usiku baadaye kidogo taarifa kwa umma ikaja ikatupa Christensius Shalulile. Asubuhi tumeamka tumepata Shalulile mwingine. Yaani leo Shalulile wakati anatua atakuta ndugu zake 6 wenye uraia naye. Sasa bwana Shalulile akitua pale Mwalimu Nyerere, admini wa ile page ya kwao anaweza akampost. Kama ameweza kupost taarifa ya bodi ambao bodi ijakaa kikao, alafu ile taarifa unajua nyinyi ameandika nani? Ile taarifa Magori kapiga simu tu. Ile taarifa ameandika Mediali. Wewe pitia kwa mashabiki wote wa Simba wale machawa. Ngoja kwanza. Pitia kwa mashabiki wote wa Simba machawa. Mediali amecomment nini kwenye peji zao. Kwa hiyo inaonekana hii agenda hadi Ahmed hamtaki Mangungu. Mangungu atapendwa na nani jamani, msemaji hamtaki. Washabiki nimeona kwenye basi la tajiri yao ile nani anaitwa. Wanashangilia wanataka kama Mangungu aondoke. Mangungu aondoke. Lakini aheshimu katiba. Mangungu asiondoke, lakini aheshimu katiba. Asubiri mpaka uchaguzi uje, katiba ibadilishwe. Si mambo yanazungumzika. Yanga unajua tushatoka huko. Na tuli expect hao watu wao wametangulia watu uongozi, lakini ndio wamezidi kuvurunda. Kwa hiyo hao mashabiki wanaotumika wa Simba, wanaomkataa sasa hizi Magori. Alafu niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari jambo moja la msingi, tufunge mahojiano. Jamani, hizi timu za Simba na Yanga, fanyeni mambo yote, mkiwapoteza matajiri tumeisha.
Mimi mtu yoyote, yani ni mtu bora umpinge mtu yoyote wa Yanga. Ukimpinga GSM sisi ni kama unatufanya turudi kwenye bakuli. Sasa Simba tunaona unamchezea Mo Dewji. Mo Dewji akiondoka, Mo Dewji akiondoka Jairuti anaowadanganya na magari. Huyu Mo Dewji akiondoka watarudi kule kwenye bakuli. Sasa na Simba hawana wachangiaji wa kwenye bakuli. Bora Yanga wakirudi wana watu, timu wa wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa matajiri Mo, Mzee Baresa na GSM tuwalinde kwa wivu mkubwa sana. Tuwalinde kwa wivu sana. Hata kama wao kwenye jambo lolote watapata asilimia kubwa kuliko club. Wewe ngoja, mimi Yanga ikipata hisa asilimia 80 kwa mfano kwenye uwanja, wewe unaamini kwenye 80 Kevo mimi nitakuwa na fungu langu? Ila tajiri ataniletea wachezaji wa maana. Peter Shalulile wote mlikuwa mnakiri na maiki zenu kila mnapoenda kuwaoji watu. Haezi kuja Tanzania. Wewe unadhani amekuja kwa ada zetu zile ambazo mpaka saa hizi bado wengine watu wanasuasua kulipa ada za wanachama. Tajiri kaeka mzigo, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu, huyu Mo Dewji, huyu GSM, huyu Salim Bakhresa tuwalinde kwa wivu mkubwa sana. Tutaishia kuletea wachezaji wa 1200 watu wakasirike. Nimerecognize kitu kimoja. Wakati Yanga wanatambulisha wachezaji wa Kitanzania, comment zilivyokuwa zinasema, alafu walivyoanza watu wa kimataifa na comment zilivyokuwa zinasema, nikagundua matajiri tuwaheshimu vibaya mno. Tuwaheshimu vibaya mno.